wakati upo India kuna situation ilitokea ambayo watu wengi iliwashangaza kidogo. Kuna story ambazo zilikuwepo za kuhusishwa wewe kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na Wastara. Kwanza nataka nifahamu, kulikuwa na jambo serious kati yako na wewe na Wastara kwenye upande huo wa mahusiano, au ndio vile mambo yetu tu ya mitandaoni yako? Haikuwa hivyo. Hata kuna mama mmoja India, ni Mtanzania, alikuwa kule, wakawa wengi hivi. Tena ilikuwa siku ya birthday yangu, nakumbuka tukiwa hospitalini kule, kwa sababu pale hospitalini kuna sehemu inaitwa international lounge, yani kwa watu waliotoka nje ya India. Kwa pale kama restaurant, mnakaa mnakula chakula mnapiga story, ni sehemu kali hivi comfortable. Kwa hiyo kaniambia sasa, wameona sasa ule nilivyomkataa Wastara, kwa nini umefanya hivyo na nini? Mwingine akasema haya ni mambo ya mitandao. Mimi nishazungumza toka mwanzo, Wastara ndo aliyenitongoza mimi kupitia TV moja kwamba yuko peke yake na anahitaji mtu, na akaulizwa mwanaume gani unampenda, akasema nampenda Dudubaya. Hiyo ilikuwa kwenye interview kabla hata kuwasiliana. Yes, sijawahi kukutana Wastara, hatujawahi kuongea kwenye simu sasa. Kwa hiyo ile TV kaja kwangu. Kwa hiyo mimi kama mtoto wa kike yule siwezi kumkataa, kumignore, atajisikia vibaya. Kama ambavyo Dudubaya siwezi kumnyanyasa mwanamke, kumuonea mwanamke, kupiga mwanamke, kupiga mtoto, kunyanyasa mtoto, ni vitu ambavyo siwezi kufanya. Nikasema hivi, kama Wastara uko serious na hili, mimi kwa miaka hii sihitaji K. Nikisema K unaelewa, sihitaji K, nahitaji mke. Nikitaka K ziko barabarani zinajiuza huko, lakini sihitaji. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, wakati wote wa ujana wangu magonjwa ya kuambukiza kutokana na K mimi sina. Kwa hiyo kama sina hayo magonjwa, kwa nini nije niyapate sasa hivi? Si nitakuwa mjinga? Kwa ndio maana mimi sasa hivi nakwambia, sasa hivi Isco watu wote Bali Beach wanajua. Ukiuliza watu watakwambia yule hachukui mwanamke mpaka akampime. Yaani hiyo iko hivyo. Yaani mimi sasa hivi silali na mwanamke mpaka tukapime. Sina kiu. Nishamaliza huko. Yaani tunakutana leo, hata kama tupigane miti kesho kutwa poa. No rush. Lazima tufanye nini? Tupime. Mwanamke lazima nikupime HIV, nikupime mimba. Unaweza ukaja hapa kumbe mjamzito tayari, nikawa nalea mtoto si wa kwangu, kama ya nikiwa pili. Kuna magonjwa kama gono kaswende, hakuna gonjwa silipendi kama gono kaswende katika maisha yangu. Kwa hivyo vitu vitatu lazima nikupime. Kilichotokea ilikuwa ni kumpa moyo tu Wastara ili asijisikie unyonge. Kwa sababu sijaweza, kwa hiyo nikaanza kumpa masharti kwamba is okay, lakini nahitaji mke, sihitaji. Alafu sitaki mapenzi ya mitandaoni, ndoa hizi za Dar es Salaam hizi za mwezi sijui ni na nini, za kina Harmonize wakina Kajala, hizo sitaki. Kwa hiyo nataka familia yake nitambue, na familia yangu Bujola Kisesa nimpeleke. Then baada hapo, yeye ni Muislamu, mimi Mkristo. Kuna ndoa za mahakamani za bomani, sawa. Ana watoto, nina watoto. Kwa hiyo lazima tuishi kwa heshima kama baba na mama. Umri wangu sio umri wa kitoto. Mimi ni family man. Shanelo ni family man toka zamani. Na washikaji wote wajua, ukifika nyumbani kwa Dudubaya, kama ni bangi zako ni getini, kama uselamavi ni getini. Kwa Dudubaya, yani toka miaka ile, waulize watu wote, waulize wasanii wote, wakwambia paka marehemu Amina Chifupa alishoe kujaga kwangu Sinzamori. Alienda kutangaza hadi Clouds, akasema yule unamchukulia mselamavi lakini fika kwake. Alishoe kuongea kwenye kipindi cha Leo Tena, marehemu Amina Chifupa alikuja kunifanyia interview nyumbani. Kwa mimi nyumbani ni sehemu ya familia, sio getoni, sio kwenye uselamavi. So ninavyoongea hivyo na maanisha. Kwa hiyo nikawa sasa na mimi niko busy na kuelekea India na vitu kama hivyo. Kwa hiyo siku ambayo yeye akasikia, akaambiwa na mwandishi wa habari, Dudubaya anaondoka kesho India mchana, ndo akamwambia naomba basi umuombe niende kumwaga airport. Sio ananisindikiza, kumsindikiza manake tumetoka home. Katokea kwake Tabata na mimi nimetoka hapa Bali Beach airport. Kaja na watoto vizuri na nini, ndio pale nikawa na namba yake. Kwa hiyo nilipofika nikamwambia nimefika salama, tukaendelea, nikawa naongea na hivyo. Kwa mimi nikawa busy. Unajua unaumwa, unaweza ukawaza mapenzi. Kwa hali nilionayo, watu ukiwa na mwanamke utampigaje miti?
Umefanyiwa operation. hata kabla ushaelewa. Kwa hiyo ikawa hivyo, lakini sasa ilipokuja kutokea kuona zile tabia sasa za kuombaomba na nini, nikawa disappointed. Ikawa hajakupendeza. Kwa sababu tuseme tu ukweli, Wastara toka Sajuki, si ndio? Watu walikuwa wanampenda sana Sajuki, mmoja wapo ni mimi. Ushanaelewa? Alikuwa ni icon kabisa kwenye Bongo Movie. Kauma sana, Watanzania walichanga, serikali ilichanga. Unajua kuna serikali, ninaposema serikali ilichanga, kuna mheshimiwa rais kama Dr. Samia Suluhu Hassan hapa akupe mchango wake, huo ni yeye. Kuna serikali, labda wizara ya afya. Ushanaelewa? Kina Mchengerwa hawa. Hiyo ni sasa ni wizara ya afya. Ya afya. Kuna wadau sasa, watu binafsi. Sasa kipindi cha Sajuki hawa watu wote waliotaja, mheshimiwa rais alikuwa ni nani kipindi hicho? Mkapa? Ni Jakaya kipindi hicho. Serikali, wizara ya afya, Watanzania walichanga sana. Bahati nzuri Mwenyezi Mungu akampenda zaidi. Rest in peace Sajuki. Mwanamke umebaki. Umeenda umepata mwanaume. Mnaishi. Huyo mwanaume hana future. Paka bado wewe uendelee kuombaomba. Katoka hapo akaolewa na mbunge. Sasa unaolewa mpaka na mbunge Zanzibar. Huyo mbunge kweli hana hela. Unakuwa ombaomba mpaka leo. Mbunge alishindwa kukuwezesha ukawekeza. Kweli inakuingia akilini? Imetoka hapo. Kwa hiyo baada ya Sajuki, kama kuna wanaume watatu hapo kati ambao umeishi nao, je, hao wanaume wamekuwa ni watu na wenyewe wa kukutuma tangazo, unaumwa, unatakiwa dawa za milioni 9? Alafu tuzungumze tu kweli, wewe una tatizo la mguu wa bandia. Mguu wa bandia huko unatibiwa? Labda wakati ndo umeanza kukatwa, labda kama kidonda kibichi na nini, lakini tunajua ni miaka. Nakuuliza, mguu wa bandia au mkono wa bandia, ile plastiki huaga inatibiwa? Ina dozi ya dawa? Hapana. Ina dozi ya dawa? Mimi leo nikikatwa mguu nikajua mguu wa bandia, ukishakaa pale umekaa. Ukishakaa ni plastiki. Sasa hiyo milioni 9 ya kila dawa za mwezi, milioni 9 kwa mguu wa bandia. Kwa hiyo ni namna mtu kafanya kwamba yeke kilema ndio iwe mtaji wangu. Kitu ambacho hizi show ashamed, ni aibu, kujizalilisha. Kwa hiyo alivyo posti, mpaka mtu anaposti kabisa mwezi wa Ramadhani, mchango wa iftari. Hivi iftari isko? Iftari tambi 2000. Mimi naoga tambi pakiti 10 hapa. Tambi 2000. Tambi 2000 pakiti. Kuna zile supergeti 2200 hapa Bahari Beach. Zile za kawaida 2000. Napenda sana tambi za kupima sijui 1200. Yes. Sawa. Hata kama una watoto, pakiti 2 zinawatosha wale watoto, mabinti 2 na wewe kwenye iftari. Magimbi yenyewe shilingi ngapi? Miogo, chai ya tangawizi, uji, na yenyewe ni ya kuweka mabango, naomba mchango wa iftari mwezi wa Ramadhani. Bado naomba mchango wa sikukuu ya Idi. So kwa hilo nikaona huyu hanifai. Kuna namna anaichafua Mambas 24. Hanifai. Mimi sio tajiri, lakini I have to fight for myself. Shanaelewa. Ndio maana mimi najuana na matajiri Kibatu, ukienda huko Magaita, Kahama, yani watu wa migodi, wana mashimo ya migodi, kitu kikaa meza moja tunakaa kwa kuheshimiana. Shanaelewa vizuri, kwa kuheshimiana. Sababu mimi sio mtu wa kujizalaulisha. Shanaelewa. Na kama una hela, tukiongea mchongo bwana, tukifanya ile biashara pale hivi na hivi na hivi, yani hapo. Lakini sio maswala mwanangu, sijui leo nimekwama, sijui ni nani nani. Ndio maana wanasemaga mimi nazalau, na ninazalau na ninajeuri, lakini sio tajiri. Sio tajiri wa pesa, ila mimi ni tajiri wa upendo, amani na furaha. Utajiri wa kwanza wa mwanadamu hapa duniani ni amani, upendo, furaha. Ndio Mwenyezi Mungu. Shanaelewa. Hofu yani ni umaskini mkubwa. Unaweza ukawa bilionea lakini una hofu. Wewe huna maisha. Unaishi kama digidigi.
Unaweza ukawa na hela hapo unatafuta unawinda ukaiacha familia Bahari Beach, mke wako unampenda kinoma na watoto unampenda kinuko, ukakimbia unaongea nao kwa asili. Sasa wewe unakimbia mwanangu, mkeo piskali, uone hayo maumivu. Kwa hiyo ndio unamaanisha kwamba kukosa amani, upendo na furaha, you are nothing, hata kama wewe ni bilionea. Kwa mimi nahakikisha kwamba utanipola vyote, lakini sio upendo, amani na furaha. Na ndio maana muda wote mimi na furaha. Hapo tumalizie tufunge hapo. Kwa maana wakipatikana mwanamke ambaye utaona anastahili kuwa mke wako, upo tayari kwa sasa hivi kuoa? Yaani hata sasa hivi kabisa. Na katika unajua unapomwomba Mwenyezi Mungu ni lazima usiombe kila kitu. Panga kabisa, labda sasa hivi sinataka mke. Kwa hiyo kila ninaposali namwomba Mwenyezi Mungu Yesu Kristo wanikutanishe na mwanamke sahihi. Kupitia nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio mwalimu na kiongozi anayemuongoza mwanadamu yoyote. Ndio maana tuna roho. Kwa hiyo namwambia Roho Mtakatifu, niongoze vyema, wewe ndio msaidizi wangu mkuu. Nipitisha kwenye njia sahihi, nikutane na mwanamke sahihi, mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Tuunganike, tuishi kwa upendo, amani na furaha. Asiyekuwa na tamaa za kidunia. So mwanamke mwenye tamaa za kidunia mwanangu, ndio hizo ndio unajua unazozisikia zile. Umesafiri naye anadanga. Na wengine sasa hivi wanashirikiana mama zao kwenye kudanga. Anadanga, anahongwa pesa na wenyela, lakini pesa anashikilia mama yake mzazi. Kwa hiyo nilimkwe libogas. Yaani familia mwanamke na ndugu zake wanakuchora tu, wanakuona wewe lipimbi fulani. Sababu ya upo mwanamke anaweza akamwambia mama ananiita anaumwa, kumbe mama kamwambia mchizi karudi. Kuna milioni 10 hapa. Kachukue nini afu. Unakuta mwanamke ana nyumba hata 3. Wewe unajua kwamba hana hata kiwanja. Wewe unajua hana hata kiwanja. Yes, kwa hiyo akili. Kwa hiyo ombi langu kubwa sasa hivi ni kupata mwanamke sahihi, lakini mwanamke sahihi awe na hofu ya Mwenyezi Mungu na asiwe na tamaa. Sisi wenyewe, yani mimi sikufichi hisko. Ngoja tu niongee kupitia bongo. Nani Kalima story. Mimi network ya hela nayo. Naambia tu wa Tanzania network ya hela. Na najitambua network ya hela nayo. Na hata kipindi hiki nimekaa sana Dar es Salaam kwa sababu ya kuumwa tu. Lakini nasubiri fike mwezi wa 7 wa 8. Nianze mizunguko yangu, network ya hela nayo. Nahitaji mwanamke hata yuko Dar es Salaam hapa, nawekeza vitega uchumi, awe mwenye akili ya kusimamia. Kwa hiyo mimi kwenye maisha yangu nimekosa huyo. Na hiyo sio laana, bali huwa nimekosea kwenye mistake. Hata wanawake niliozaa nao nimezaa na mapoyoyo. Na ndio maana mpaka leo hayana hata future. Ni bora hata kwamba nimezaa na mama wile basi ana maisha makubwa. Nitasema nilikosea yule mwanamke. Wapi mwanamke anayezaa naye? Si mama yake Maria ana maisha. Hawana chochote. Kwa nilizaa na wanawake ambao shanaelewa. Kwa hiyo ndio maana nasemaga mimi nina gundu na wanawake. Kwa ndio maana nahitaji mwanamke anayejitambua, mwenye hasira na maisha, alafu awe baili. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.